namtumikia Mungu ili waje. Sasa anasema tukishamjua Mungu, yani macho yetu yakitiwa nuru, tutalijua tumaini la wito wetu na utajiri wa utukufu wake. Manake Kristo atajifunua kwa viwango vya ajabu. Tutaona neema na utukufu wa Kristo. Tutaanza kuona ule utukufu na heshima ya Kristo. Anasema atakaye mtumikia Baba yangu, atakaye mtumikia nani? Atamheshimu. Bwana asifiwe sana. Sasa utumishi una utukufu wake. Manake watu unasikia watavaa mataji, sio ishu tu ya mataji, ni lugha ya picha, lakini kiuhalisia watu watakuwa na utukufu wa ajabu. Na ndo maana kuna wimbo mnasema tutabadilishwa tufanane na yeye. Manake kuna utukufu wa ajabu kwa kila anayeitwa mtumishi wa Mungu. Liko tumainio la ajabu kwa kila ambaye anatumika kwa wito wa kimungu, kwa sababu kuna majira lile tumainio linafunuliwa ndani ya mioyo ya watu, kwa sababu amemjua Mungu. Mtu asiyemjua Mungu ni rahisi sana kuacha kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Tumaini la wito wake hajalijua. Tumaini, kwa nini anatumika? Hana sababu. Kwa nini anatumika? Hana sababu. Kwa nini unatumika mtumishi wa Bwana? Muulize, kwa nini unatumika mtumishi wa Bwana? Muulize, kwa nini unatumika mtumishi wa Bwana? Muulize sababu za kutumika. Kwa nini anatumika? Bwana asifiwe sana. Inapaswa tujue. Bwana asifiwe sana. Na huyu roho wa hekima akiwa ndani yetu tutamjua Mungu. Roho wa mafunuo akiwa ndani yetu tutamjua Mungu. Na tukishamjua Mungu tutapata kitu kinaitwa nuru ndani ya mioyo yetu. Nuru inatuangazia tuone tumaini la ule wito wa kimungu, tuone utukufu, utajiri wa utukufu wa Kristo, namna gani Kristo alivyo. Bwana asifiwe sana. Lakini ikiwa kuna giza, mtu asimjue Mungu, mtu ataona ulimwengu huu unafaa kuliko utumishi wa Mungu, ataona kazi za dunia hizi zinafaa kuliko utumishi wa Mungu. Kwa hiyo hatatumika kama inavyopaswa. Kwa nini? Kuna mahali haelewi wala haoni tumainio na utajiri wa Kristo katika kumtumikia yeye. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tukishatiwa macho yetu, mioyo yetu ikatiwa nuru kwa sababu ya kumjua Kristo, tutalijua tumainio la wito wetu. Tumainio maana yake mategemeo, yani sio kusikia mtu anasema natumaini. Maana yake kuna kitu anakitarajia. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu anakitarajia. Huu wito sio wito wa kawaida, na hii kazi au kazi ya utumishi sio kazi ya kawaida, wala si kama kazi za dunia, wala haiwezi kalinganishwa na kazi za dunia. Lakini mtu asiyejua hawezi, hata tukizungumza hivi huenda asielewe kwa majira hayo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hajamjua Mungu. Huyu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Hajajua. Kwa nini Mungu asingesema Bwana, fedha na dhahabu ambavyo tunavitemu kama vya samani katika ulimwengu huu, yeye bado anavihesabu si kitu kwake. Bwana asifiwe sana. Na ndo maana hata kipaumbele cha Yesu Kristo haikuwa fedha na dhahabu. Kipaumbele cha Yesu Kristo ni ufalme wa Mungu kwanza. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ni mapenzi ya Baba kwanza. Kwa nini? Alijua kuna siku atatukuzwa. Bwana asifiwe sana. Ili tujue tumainio na tujue utajiri wa utukufu wake, lazima tumjue Mungu kwanza. Bwana asifiwe sana. Na ili tumjue Mungu, lazima roho ya hekima na mafunuo iwe ndani yetu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, haleluya. Utukufu wake, uone matendo makuu, uone neema ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Uone utukufu wa Kristo, sio tu kwa yale aliyoyafanya hapa duniani, kwa sababu Mungu anajitukuza na anazilisha utukufu wake kwa yale yaliyofanyika kwa sehemu, lakini ndani ya mioyo yetu anajifunua zaidi na kuzilisha kwa kuna utukufu wa ajabu. Bwana asifiwe sana. Na watu ni rahisi sana kuona wanakata tamaa ikiwa haoni tumainio la ule wito wa kimungu, ikiwa haoni
hata huu utukufu wa kimungu katika ule wito anaotumika. Ni rahisi mtu kufanya kawaida kazi ya Mungu ikiwa haoni tumainio la ule wito ulio ndani yake, ikiwa haoni utukufu wowote wa ule wito ulio ndani yake. Ni rahisi kusema mtu hapana, saizi Bwana siendi na hiyo imani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo watu pekee, tukirudi kwa kanisa la Mungu hili ambalo lilikuwa linajuzwa na mtumishi wa Mungu Paul, alikuwa analiambia pamoja na hayo yote, kuna majira Mungu ataachilia utukufu wake. Kuna majira mtauona utukufu wa Kristo. Kuna majira mtaliona tumaini la huo wito ambao mmeubeba. Neema ya Bwana itazilika kwenu. Kwa hiyo watu wanaobeba tumainio juu ya wito wanaotumika, huwa waachi kutumika, huwa wapunguzi kutumika, bali huwa wanajitahidi sana na wanamwomba Mungu sana wazidi kutumika tena kwa ufanisi kuliko jana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Sema, Bwana Yesu, naomba unitie nuru macho ya ndani, nijue tumainio la wito wangu na nione utajiri wa utukufu wako. Jamani, haleluya. Kitu cha tatu anasema ubora wa ukuu wa uweza wake kwa waaminio kwa kadri ya utendaji wa nguvu zake. Bwana asifiwe sana. Utaona kwenye sura ya 3 anasema muwekwe imara, muimarishwe, mjazwe nguvu kwa kadri ya ile nguvu itendayo kazi ndani yenu. Bwana asifiwe sana. Ili mtu awe imara lazima awe na nguvu. Tunakubaliana? Tukisema yule bwana ni imara, tunazungumza nini kwa mtu wa Mungu? Ana nguvu. Okay, sawa. Kimwili tukizungumza kawaida, yule bwana ni imara, mlimpima kwa kitu gani mpaka mkagundua ni imara? Bwana asifiwe sana. Mlimpima kwa kitu gani? Huenda mlimtwisha debe 10 mkaona hajadondoka ameenda nalo, si ndio? Manake ana nguvu. Kwa ili tuwe imara na tuendelee kutembea katika imani, lazima tupokee nguvu. Lazima nguvu ndani yetu izalishwe. Lazima nguvu ya Mungu ndani yetu iwe kwa wingi. Tusiwe na kanguvu kadogo. Ulimwengu hauhitaji mtu awe na kanguvu kadogo. Unahitaji mtu awe na nguvu nyingi. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana ukisoma vitabu vya nyuma, si sehemu ya somo na wala si kifungu kilichopo hapa, kitabu cha Mika 4 mstari wa 1, ukienda kupitia kwa ajili ya kujifunza, anazungumza pale, anasema itakuwa siku za mwisho mlima wa Bwana utaimarishwa. Manake utapokea nguvu. Watu mataifa wataenda kumwabudu Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, kwa sababu wameona mlima wa Bwana. Mlima wa Bwana, kanisa la Bwana. Bwana asifiwe sana. Au watumishi wa Mungu. Na ndio maana Biblia inazungumza mwenye haki au wamtumainio Bwana ni kama mlima nini? Sayuni. Kwa hiyo watumishi wa Bwana anasema wataimarishwa siku za mwisho. Nini siku za mwisho? Hizi zina mambo mengi. Ikiwa nguvu ndani yako haitakuwako, ni rahisi sana kurudi nyuma. Ni rahisi sana kuacha wokovu. Ni rahisi sana kulahisi na kwanza kufuata mambo ya dunia. Nini? Ulimwengu unahitaji watu wenye nguvu. Na ndio maana anasemaje Yohana mtumishi wa Bwana? Anasemaje mbatizaji? Anasemaje? Siku hizi za mwisho ufalme wa Mungu unatekwa na nini? Na wenye nguvu. Kwa sababu pia duniani watu wana nguvu. Wanajaribu kupiga huu ufalme wa kimungu. Wanajaribu kuwatesa watumishi wa Bwana. Lakini walio na nguvu ndio watakaostahimili. Ukienda Isaya pia inazungumza ya kwamba itakuwa siku za mwisho, vijana na watumishi wa Bwana wa kike wa kiume, wengine watazimia, wengine wataanguka, lakini wamtumainiao Bwana watapokea nguvu mpya. Watapanda
kama tai. Nini? Mwenye nguvu ataendelea katika safari, mwenye nguvu ataendelea kuipiga safari aliyopewa na Bwana mikononi mwake, ataendelea kutembea safari iliyoanzishwa mikononi mwake. Hatasema naishia hapa. Ila ukiisiwa na nguvu, hata kama utatamani kuendelea, nguvu zimeshaisha, haitawezekana kuendelea. Kwa hiyo moja ya jambo la muhimu anazungumza kwa kanisa la Bwana ya kwamba ili muendelee katika imani, ili muendelee kusonga mbele, ili muendelee kumachi kama majeshi ya Bwana, muendelee kutafuta ufalme wa mbinguni na msiache imani, lazima mpokee nguvu kwa jina la Yesu. Lazima mpokee uweza wa Bwana, lazima mpokee neema ya kuimarishwa kwa nguvu za rohoni. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa sababu asiye na nguvu amechoka, na aliyechoka hana nguvu. Bwana asifiwe sana. Asiye na nguvu amechoka, na aliyechoka hana nguvu. Kwa hiyo manake kukosa nguvu kuna kufanya uchoke. Nini? Tuko kwenye ulimwengu wenye zoluba tofauti tofauti. Tuko kwenye ulimwengu ambao una mambo mengi. Tuko kwenye ulimwengu ambao una vita tofauti tofauti. Tuko kwenye ulimwengu ambao uwa changamoto nyingi, hasa kwa mtu anayesema nimemkiri Kristo. Mtu anayesema nimemkiri Kristo ni kama ametangaza vita. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo lazima awe na nguvu mpya, lazima apokee nguvu nyingi ndani yake ili aweze kupiga hatua kila inavyoitwa leo. Nje na hapo kukoma katika imani ni rahisi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Paulo anajaribu kuzungumza na watumishi wa Bwana waliokuwa wanakutana na changamoto ya kiimani, waliokuwa wanakutana na shida kwenye imani, waliokuwa wamezungukwa na miungu inayowapinga na watu wanaoabudu miungu ambao kuna majira wanawauliza yuko wapi Mungu wenu huyo. Lazima tujue ubora wa ukuu wake na uweza wake kwa matendo makuu atakayozidi kuyafanya kwenye maisha yetu. Manake afunue uweza wake na nguvu zake ndani yetu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa nini afunue uweza wake na nguvu zake? Ili tuijue mamlaka